Na tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Media ama Upashanaji Media, karibu katika segmenti ya Kaka Kuona. Na Kaka Kuona ana lake jambo. Ametoka machakani katika makazi yake na kuonekana hadharani akiwa na jambo la kutueleza walimwengu. Nalo ni hili: Wakristo ulimwenguni kote wamekuwa na utamaduni wa kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu, ambaye kwa imani yao wanaamini ndiye mkombozi wa dunia. Sikukuu hiyo inafahamika kama Noeli ama Krismasi, na mara kadhaa inatokea ni Disemba 24, ambapo maandalizi mbalimbali ya vyakula na mavazi yanaanza kufanyika siku kadhaa kabla ya kufikia siku husika. Wanayoamini Wakristo ndiyo alizaliwa mwana wa Mungu na mkombozi wao Yesu Kristo. Wakristo na wasio Wakristo wamekuwa na desturi ya kuungana kusherehekea kwa pamoja kama zinavyotokea sherehe za imani nyingine, mathalani Idi na nyinginezo. Disemba 24 mara nyingi inaangukia kuwa ni siku ya kuzaliwa mtoto Yesu, na hivyo kuanzia Disemba mosi ya mwaka, Wakristo na wasio Wakristo wanaungana kwa pamoja na kuaga na pilika na ekaeka mshike wa kujipatia mapema mahitaji mbalimbali ya vyakula na mavazi. Na ndipo mtaa huu maarufu kwa mfikemo utakapouona aionani kutokana na mtiti ama nyomi ya wabongo wanaopita mitaa hiyo katika maduka mbalimbali kutafuta pamba kali, wengine tulizoea kuita viwaro, kwa ajili ya kuzaliwa upya na mtoto Yesu ama kutokelezea siku hiyo, ikiwa ndiyo namna ya kufikisha furaha yao na namna ya kuhitimisha furaha yao kwa sikukuu hiyo. Kaka Kuona anachotaka kusema kuwa mtaa huu unasifika kwa pamba kali na tena kwa bei nafuu ya chini, yaani bei mteremko, wengine wakiita bei kitonga. Ila Kaka Kuona anatoa tahadhari kuwa kuweni waangalifu sana kwa vibaka, ambao nao hicho ndicho kipindi cha kupiga finga za kufa mtu, yaani kuiba ni kipindi chao cha kuneemeka, nao wanakiita cha kujivunia maukoto, ambayo wewe na mimi tumeyasotea kuyasaka kwa udi na uvumba, na pengine tukajiwekea kama sio katika vibubu, basi tukasunda katika michango ya vitanda vyetu tukisubiri siku ya Christmas, na wengine wakisunda katika michago ya vitanda vyetu tukisubiri sikukuu ya Christmas. Niwapeni somo kuwa makundi ya wezi nao wanatumiaga staili ya kuonekana kama wateja, na unapowadia muda huo wa Disemba utakuta wanawake wengi waliobeba watoto wanaongezeka, ama idadi yao inakuwa kubwa. Ujue kuna watoto waliowabeba sio wao, na wamekuwa wakitumia njia hiyo ili wasishukiwe ama kutumiwa ama kunyoshewa kidole kuwa ni wezi wanapoiba, na wanapoiba nguo ama fedha wanatupia ndani ya mbeleko ama mbebeo aliyombebea mtoto. Hivyo kuweni makini wanambea unapowadia msimu wa Christmas. Hata na nyinyi ambao mnatoka nje ya Mbeya kuja kufuata mahitaji mbalimbali katika mtaa huu wa mfikemo, kutoka kwa Kasisi kuelekea barabara hiyo, maduka yaliyokuwa pembezoni na ndani, kuweni makini na waangalifu. Mimi Kaka Kuona nimemaliza kuwajuza, na tutaendelea kujuzana kila kitakachojiri kwa sifa na utukufu wake. Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Media, ndimi Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante kwa kuendelea kuwezesha utume wa Upashanaji Media uzidi kupanuka zaidi na zaidi na kusonga mbele. Na kwa sasa tunao wafuatiliaji wengi kutoka nchini Kenya, ndugu zetu tunawapenda sana, lakini pia kutoka Marekani,
Thank you very much kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Stay online with me. Asante. Bye bye.